ambayo Mungu wetu ametujalia leo katika mfululizo wa mada tunazojifunza kufunguliwa, na Mungu wetu ametupatia fursa nyingine ikiwa ni siku ya 9. Siku hii ya 9 imebaki siku moja ya kesho, siku ya maandalio ambayo tena Mungu wetu atatujalia kuwepo tena mbele za Mungu wetu. Na jioni hii ya leo tunaenda kujulishwa vile ambavyo Mungu wetu anatutazamisha katika ajenda muhimu sana ya utume, ajenda muhimu sana ya utume ambayo anataka tuifanye, na ibilisi anaweza kuzuia aina nyingine, lakini hii ni vigumu sana kuzuia. Jana tulikuwa na somo lile la 8 ambalo lilikuwa linatuelekeza juu ya kanisa, wakati juzi ilikuwa familia nyumbani. Jana ilikuwa ni kanisa. Leo tunatoka kanisani tunaenda nje, au tuko kanisani katika kwenda nje ndani. Na somo hili lina kichwa kinachosema kuwatunza na kuwajali waliosahaulika. Kuwatunza na kuwajali waliofanywa nini? Waliosahaulika. Kuna watu wamesahaulika, na Mungu anataka aturudishe tena fahamu zetu kwa watu hao. Na somo hili limejengwa katika Matendo sura ya 3 aya ya 1 mpaka ya 10. Na unajua hii sura ya 3 ya Matendo inaanza na hili tukio ambalo lilishangaza sana wakazi waliokuwepo wakati ule. Likafungulia mlango wa utume mpana mno, na hilo ikaleta chuki kwa ibilisi, na matokeo yake ni ile sura tuliangalia juzi, sura ya 4, walipokamatwa Petro na Yohana. Nilieleza siku ile ya kwamba inatokana na kilichofanyika sura ya 3. Kwa hivyo karibuni, Mungu anapochukua hatua kuwafikia waliosahaulika, mamlaka zikainuka kuwashika Petro na Yohana, kuwatunza na kuwajali waliosahaulika. Tuombe. Mungu wetu, asante tena kwa neno lako jioni ya leo. Tunaomba Roho Mtakatifu atujalie kuelewa na kuitikia sawa sawa na neema yako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Sio kama una microphone hapo pastor. Tusome hizo aya 10 hizo zote, tusikilize hizo aya zote hizo. Baada ya hapo nitakuwa ninarudia hayo yaliyosomwa hapo, kwa sababu tutakuwa tumesoma Matendo ya Mitume sura ile ya 3 aya ya 1 mpaka ya 10.
Biblia takatifu inasema, ndio, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni, ndio, saa ya kusali, saa 9. ndio, Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye, ndio, alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri. Kila siku anawekwa na watu katika mlango unaoitwa wa Uzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. ndio. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, ndio, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho, Petro akamkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. ndio. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Sawa. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Sawa. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Ndio. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu. Wakatambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Asante sana. Matendo sura ya 3 ina rekodi muujiza wa kwanza ambao Yesu aliutenda kupitia wa mitume wake Petro na Yohana, wa kwanza kabisa. Na huo muujiza unafanyika Yerusalemu. Na Biblia inaeleza huyu kiwete, hajatajwa jina, lakini ni toka tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo alizaliwa hivyo. Hatujui ni ukuaji akiwa katika tumbo la mama au ni ule mchakato wa siku ya kuzaliwa uliosababisha, lakini anaeleza tangu kuzaliwa kwake. La pili, imetaja ile neno lilotaja mtu, ni neno linalomaanisha mtu mzima. Kwa hiyo alikuwa na miaka inayotoka utoto, ilishavuka ujana, yuko kwenye utu uzima. Ndio neno la Kiunani, kwa sababu neno la Kiunani kwa mtoto anayenyonya ni neno tofauti, ambaye alishaacha kunyonya ni tofauti, ambaye yuko kwenye umri wa kwenda shule tofauti, kwenye vijana tofauti. Kwa hiyo jina linalotumika pale ni mwanamume, lakini ambaye ni mtu mzima, na kwa hivyo tangu kuzaliwa yuko hivyo kwa miaka yote hiyo. Hatujui miaka yake ni mingapi, lakini tangu kuzaliwa mpaka umri alionao huyu mtu. Akishaelezwa kuzaliwa kwake na hali yake, mwandishi anatueleza utendaji wa wanadamu wenzake katika yafuatayo. Moja, kumbeba kila siku. Wanampeleka katika lango mojawapo, kwa sababu ule lango la kuingia hekaluni kulikuwa kuna malango zaidi ya mawili matatu. Lile lango linaitwa mlango wa uzuri. Kuna maelezo fulani yanayoeleza kwa nini inaitwa mlango wa uzuri. Baadhi ya maelezo anasema huenda ulikuwa ni mlango maalum kwa watu maalum,
Lakini pia ukienda pale unapata shida kidogo, kwa sababu Petro na Yohana katika taifa hili wakati huu hawakuwa chochote, si chochote. Kwa hiyo ingelikuwa ni kwa ajili ya watu maalum, ni VIP gate, ingelikuwa ni hivyo, tusingetazamia Petro na Yohana wapitie pale, lakini ni maelezo yanayoeleza. Lakini pia huenda haya yakawa ni ya kweli, kwamba ule mlango, maelezo yanayoeleza mengine, huu mlango ulikuwa, ili geti lilikuwa limepambwa vizuri, limetengenezwa vizuri, na ndio maana inaitwa mlango wa uzuri, kwa maana ya namna ilivyokuwa imetengenezwa. Kulikuwa na kama kuna upendeleo fulani kwenye ili lango katika namna ulivyokuwa umetengenezwa. Kwa hiyo utengenezaji wake na finishing yake ilikuwa tofauti na malango mengine, kwa hiyo wanaita mlango wa uzuri. Hapo ndipo walikuwa wanapelekwa kila siku ili aombe sadaka. Sio sadaka ili amtolee Mungu, ilikuwa ni sadaka kwake yeye, ni mahitaji yake. Anachotueleza ni nini Daktari Luka hapa? Anaeleza hivi, huyu mtu alikuwa anaishi kutegemea hisani ya wanaokuja katika ibada, wanampatia fedha ili aweze kutumia ile fedha aishi kwa sababu ya uwezo wake. Kwa hiyo kuomba kwake hakukutokana tu kwamba anaomba, ila mazingira ya mwili wake asiyoweza kufanya kazi yoyote. Kwa hivyo anabebwa, anapelekwa pale, wanaokwenda ibada wanampatia yeye, anatumia hiyo fedha apate kuishi. Kwa hiyo alikuwa anaomba kwa ajili ya maisha, sio jambo lolote lile. Kwa hiyo akipata kidogo ataitumia hiyo hiyo, akipata kinyingi kidogo, lakini ndio matumizi yake na ndio maisha yake. Akishatueleza hivyo, Luka anatueleza ilikuwa pia ni masaa ya saa 9 ya ibada. Haya masaa ya saa 9 yametokana na utoaji wa kafara ambao Mungu alisema kwa Musa na kuhani mkuu kuhani atatoa kafara kila asubuhi na jioni kwa siku. Kwa hivyo ikifika asubuhi, ule muda ule, bahati nzuri Marko ameutaja moja kwa moja, ni saa 3 asubuhi. Ilikuwa ni saa 3 asubuhi ndio ilikuwa inatolewa kafara kwa niaba ya taifa lote la Israeli. Halafu ikifika saa 9 alasiri inatolewa kafara nyingine kwa niaba ya taifa la Israeli. Kila siku kafara 2, saa 3 na saa 9. Na hiyo ikaja kuwa ni ratiba ya ibada ya familia za Israeli, saa 3 na saa 9. Lakini zilikuwa zinalenga ukombozi ambao Mungu anakwenda kuudhihirisha. Ndio maana Yesu aliwekwa msalabani saa 3 na alikufa saa 9. Sio kwa bahati mbaya, anatembea kwa kile Biblia ilichokuwa imezungumzia kafara atakayetolewa kwa ulimwengu mzima, kama Yohana alivyosema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, kwenye ile Yohana Injili 1:29. Kwa hivyo saa 3 Yesu alikuwa msalabani, saa 9 Yesu alikufa msalabani. Masaa 6 tangu amekwea msalabani na akafa, masaa 6 akiwa hai. Kwa hiyo ilikuwa ni ibada ya saa 9. Petro na Yohana nao wakaenda kuabudu, na wakachagua pia wapite kwenye hilo lango la uzuri. Walipofika pale, kitu fulani katika moyo wa Petro na Yohana kilitokea. Sikilizeni watu wa Mungu, Mungu anaruhusu huruma zake, na hizo huruma zake huwa zinawafikia watu kupitia watu wake.
Kwa hiyo nikisema Mungu ana huruma, maana yake ni mimi ndiye nionyeshe huruma. Kama siwezi kuonyesha huruma, hakuna atakayejua Mungu ni mwenye huruma. Ikiwa tunasema Mungu anasamehe 7 mara 70, ni mimi na wewe ninayeweza kusamehe 7 mara 70. Kama siwezi kufanya hivyo, ninachoeleza ulimwengu ni kwamba si kweli. Hicho tunachosoma kwenye Biblia sio cha kweli. Ikiwa tunasema ya kwamba Mungu ni mwingi wa fadhili, maana yake watu wake ndio wamejaa fadhili. Kwa hiyo Petro na Yohana wakaona hiyo huruma ndani yao kwa maisha ya huyu tangu kuzaliwa. Ile iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu ikainuka ndani yao. Na tuna mfano mwingine kwenye Agano la Kale, wakati wa maisha na huduma ya nabii Elisha akiwa na mtumishi wake Gehazi. Wanapita, wanaenda kuhudumia mbali, wanatembea kilomita za kutosha. Mara walale huko ama wapite warudie nyumbani, wanapita ile njia. Sasa Biblia inataja familia moja ambaye inamtaja mwanamke mmoja ambaye alikuwa mkarimu na ambaye pia alikuwa na mazungumzo mazuri na mahusiano mazuri na mume wake. Akawa na wakarimu. Kila wakipita anawakarimu chakula, wanakunywa maji, halafu wanapumzika kidogo ndio wanaendelea. Sasa siku moja akamwambia mume wake, nadhani hawa watu wa Mungu hawa wanaopita hawa, tuna haja ya kuwatengenezea angalau chumba, tuweke kitanda, tuweke na meza, tuweke na taa, ili wakati mwingine pengine wanahitaji wapumzike, walale, angalau kesho ndio waendelee. Mume wake naye akakubaliana na hiyo hoja, na kisha wakatengeneza chumba, wakaweka kitanda, wakaweka na pamoja na taa, na wakaweka na meza. Sasa siku ambao wanapita, siku hiyo wakarimu mpaka wakasema kuna kitanda, kuna chumba hapa, pumzikeni, mtaweza kuendelea siku nyingine. Unajua Biblia inaeleza ya kwamba hiyo kitu ilifika kwenye akili ya Elisha nabii. Akamwita Gehazi akasema, hivi hii familia ina upungufu kwenye nini katika yote haya wanayotenda, ili tumwambie Mungu aweze kufanya kwa ajili yake. Gehazi kumbe ile kuja na kupita alikuwa pia apiti tu, kuna vitu alikuwa anatafiti kuona ile familia. Akamwambia nabii akasema, hawana mtoto hawa, wako kwenye ndoa, wana muda mrefu, hawana mtoto. Ndipo akamwita yule mama na akamwambia, mwakani majira kama haya utamkumbatia mtoto. Na ninachotaka kueleza ni kwamba Mungu ni mwingi wa huruma, mwingi wa fadhili, na yule mama alijua tu hivyo kupitia kwa Elisha. Kile ambacho Elisha alipokea moyoni mwake, huruma za Bwana na fadhili za Bwana zilidhihirika kwa hii ndoa, na hatimaye wakapata mtoto. Stori hiyo inaendelea kidogo, hailikuwa ndio mwanzo tu, mambo mengi zaidi yalikuwa yanafuata. Lakini kwa sababu hatuko upande ule, ninachoeleza tu ni kwamba ni wewe na mimi ambao tuna nafasi ya kudhihirishia ulimwengu Mungu wetu alivyo kwao. Kwa hiyo Petro na Yohana, ile huruma ya Bwana, fadhili za Bwana zikainuka ndani yao. Sio kwamba Mungu alifika akawashurutisha akafanyaje, kwa sababu wako chini ya uvuli wake. Wao ni mashahidi wa jinsi Mungu alivyo mwema kwao, na walijua kwa hakika Mungu ni mwema bado kwa huyu kiwete. Kwa hiyo kawakazia macho, kasema tutazame sisi. Unajua kama wewe ndio naomba, halafu wanaopita ndio wamechukua uhusika wa kuambia tuangalie sisi, kwa lugha nyingine ni kwamba safari hii nitapata zaidi, kwa sababu wanajali. Lakini jibu lake lilikuwa tofauti. Jibu la Petro na Yohana, wakasema hatuna fedha na hatuna dhahabu. Wakamwambia, ila tulicho nacho tutakupatia. Hiyo ni aya 6 hiyo. Kwa jina la Yesu simama, ufanye nini? Uende. Naomba usikilize vizuri, kwa sababu hapa ndipo tunaingia kwenyewe. Kwa nini somo linasema kuwatunza na kuwajali waliosahaulika?
naomba usikilize vizuri. Hizi aya 3 hizi tunaweza kwenda kuziangalia, ndizo hasa ziko kwenye ajenda yenyewe, sio kwa wale waliokuwa wanambeba kila siku, ila kilichotokea kati ya haya mazungumzo ya Petro pamoja na Yohana na huyu ambaye ni kiwete. Kwa hivyo akatamka, kwa jina la Yesu simama uende. Haya maneno yanazungumza aina ya afya ambayo Petro na Yohana walikuwa wanamtakia huyu kiwete. Sikiliza vizuri, ile afya wanayoitafuta, wanayotaka huyu awe nayo ni ile afya ya ndani ya moyo. Kwa nini? Kwa sababu wanataja amri ya inayotakiwa itekelezwe na huyu kiwete ni kwa amri ya jina la Yesu. Haleluya! Sio kitu kingine chochote, ni hiyo komandi ya Yesu Kristo. Hawasemi hivi tunakuamuru usimame. Lugha ya Kiebrania inasema hivi, ni kama tungeliweka katika lugha ya kawaida tungesema hivi, Yesu anakuamuru usimame na uende. Kama tungeiweka namna ile katika Kiswahili kinachoweza kueleweka. Kwa hiyo wanasema, sikiliza wewe kiwete, Yesu anasema hivi, inuka uende kwa jina la Yesu. Sasa kwa nini jina la Yesu? Neno onomas ndio maana jina ambalo linamaanisha uwezo katika lugha ya Kiyunani, linamaanisha uwezo, lakini pia linamaanisha utambulisho. Jina ndio maana unasikia wewe ni mtoto wa nani, unaitwa nani, jina ubini wa nani. Ukisikia jina maana yake inamaanisha uwezo na utambulisho kwa Kiyunani, power and identity. Kwa hiyo wanataka huyo ajue hivi, sio Petro na Yohana, ila ni uwezo wa hilo jina na utambulisho wa hilo jina. Na wakati wanazungumza hivyo, huku wao usisahau ni Waebrania ambao wanajua maana pana ya jina kwa Kiebrania, Shem. Ukisikia neno Shem kwa Kiebrania inamaanisha tabia. Kwa hiyo ndio unaona jina hilo wanaposema, Wayunani wenyewe wana uwezo pamoja na utambulisho. Waebrania wao Shem inamaanisha tabia. Kwa hiyo jina ni tabia kwa Kiebrania. Wakiwa na uelewa wa lugha ya Kiebrania na wana uelewa wa lugha ya Kiyunani, wanachosema ni hivi, wewe sikiliza, wewe kiwete, kwa jina lake, kwa uwezo wake inuka utembee, na kwa utambulisho wake. Maana yake wewe ingia kwenye utambulisho wa huyu Yesu, ingia kwenye huo ubini wake. Maana yake afya unayotakiwa uwe nayo ni afya ya ndani, sio ya nje, sio outside, ni inside earth, ni afya ya ndani kwa sababu ya jina la Yesu. Ingekuwa sio hivyo, wasingehangaika na jina la Yesu, wangelienda tu kama hospitalini vile unavyoona hospitalini, baada ya madaktari ambaye yuko tayari kuandika dawa, lakini anatoa tu zile dawa, hana chochote kuhusiana na utabibu wa ndani. Na unajua kama kuna kitu ambacho miongoni mwa watu wanapoteza ni hicho kabisa kikubwa. Anaingia kwenye ile huduma ile bila kukiri ya kwamba anayeifanya ni Kristo. Ila ni bahati mbaya mno, kiburi cha elimu, hata kwa baadhi ya watu ambao wanaitwa Wakristo, kiburi cha elimu, kwa sababu mwili aliyoutengeneza ndiye anaweza kutibu na kuponya. Na wale ambao wanasoma kitabu kile cha alichoandika Ben Carson, ambako mojawapo ya maajabu ambayo Mungu aliyafanya kupitia mikono yake, the helping hands, ambapo alifanya operation ambayo kwa wakati ule haikuwa kitu ambacho kingetazamiwa, kwa sababu kuna huduma zingine ambazo hauna rejea katika darasa ulilosoma. Hakuna rejea. Yaani kuna cases ambazo hakuna rejea, hakuna vitabu ulivyosoma darasani. Hapa ni Bwana mwenyewe anayeweza kuongoza watu wake kwa aina ya utabibu unaohitajika, matibabu yanayotakiwa pale. Sasa kiburi cha taaluma ni kibaya sana, kibaya mno. Na hiyo inazungumzia taaluma mbalimbali katika swala zima la kugusa mahitaji ambayo mtu ambaye anamjua Kristo, kwa sababu hivyo vyote ni tumepokea. Ndivyo anavyoeleza Paulo katika ile Wakorintho ya kwanza sura ile ya 4 aya ya 7. Ikiwa kila kitu tumepokea, tunajisifia nini kana kwamba hatukupokea? Yaani kila alichonacho mwanadamu amepokea, yeye amepokea tu,
lakini namna tunavyovifanyia kazi ni kana kwamba tumejitengenezea, ni vya kwetu. Sasa Petro na Yohana wanachotambua hapa ni kwamba sio sisi, usijiunganishe na sisi. Yuko anayetamka, mwenye mamlaka ndiye anayetoa amri. Ile ni command, ni imperative, kwamba katika jina lake inuka, rise and walk, inuka na utembee. Kwa hiyo ndio inaonyesha ni uponyaji, ni afya ya ndani ya huyu. Ndio Petro na Yohana waliokuwa wanatamani ikafike. Usilisahau hilo, ni la muhimu sana. La pili ni ile aya ya 7. Luka anaiandika vizuri sana. Petro akanyosha mkono, akamshika, akamuinua. Na sasa kwa sababu Luka ni tabibu, anaelezea namna vile vifundo vya kwenye viungo vya yule kiwete vilivyokuwa vinapata nguvu, vinajipanga kadiri yule anapo, kichwani pameshaanza tayari, kwa kuwa ni kwa jina la Yesu, na anajua Yesu amemsikia, na hao ndio anasema ndiye anayekuamuru. Ile kitu ilifanya mchakato kwenye akili ndani yake, akajitambulisha kwa Kristo, akaamua kwa yeye huyo ninasimama. Lakini Petro akamshika mkono, wakati anamuinua kichwani kuna kitu kinafanyika kwa jina la Yesu, mwili na viungo vyake vikaanza kujipanga. Usisahau ni kiwete, a lame, a cripple person, ambaye amezaliwa akiwa cripple. Huyo tangu kuzaliwa ni kiwete, na sasa unaweza ukajua hakuna kiungo kina nguvu yoyote kwenye miguu popote. Kwa hiyo alimshika akamuinua. Daktari anasema alivyokuwa anamuinua, viungo vinajipanga, huku kinarudi, huku kinarudi, kadiri huyu akili ndani, mchakato unafanyika. Kristo yuko ndani ya akili yake. Wakati Petro ameshika mkono anamuinua, akasimama. Daktari Luka ametaja vitenzi 7, hiyo sura ya aya 8 na aya 9, ziko verbs 7 ambazo mimi sitazipitia hapa leo, maana nimekutajia tu ni aya ile ya 7 na aya ya 8. Ikiwa akainuka, akatembea, akaenda pamoja nao, akarukaruka, akafanya hiki, akamsifu Mungu. Viko vitenzi 7. Kwa hivyo anaeleza alimshika, na hii ni maana yake. Ile kauli ya kwanza, ile aya ya 6, ni utendaji wa Mungu ndani ya moyo wa mwanadamu. Aya ya 7 ni utendaji wa Mungu kupitia mwanadamu huyu, ambaye Mungu anamtumia aguse huyu anayehitaji. Kwa hiyo unaona ni uhusika wa mwanadamu kumfikia mwanadamu. Aya ya 6 ni utendaji wa Mungu pekee anayeweza kuingia kwenye akili ya mwanadamu, maana mwanadamu hapa hawezi kuingia, ila ni Mungu na anaweza kuingia. Ila mwanadamu anaweza kushirikiana, Mungu akamtumia, akanyosha mkono, akamshika, akainuka. Kwa mtasari ule uliofanyika pale sio msaada, ni uwezeshaji. Ngoja nilirudie kidogo. Ile iliyofanyika ni uwezeshaji na sio msaada. Not a help but empowerment. Ili neno to empower, kuwawezesha. Waje uone vizuri inavyozungumzwa, vile ambavyo hizi aya zinavyolieleza vizuri. Kwa nini empowerment iko hivi? Ukimwezesha mtu ni kwamba unamtoa katika hali ya kuwa tegemezi aweze kujitegemea. Alikuwa ni wa kubeba, wabebaji walikuwa wanatoa msaada. Naomba usikilize vizuri. Wanamtoa anakokaa, anakolala, wanamleta kwenye mlango wao uzuri, wanatoa msaada. Halafu jioni wanamchukua tena, wanamrudisha. Huo ni utoaji wa msaada. Kile Yesu alichofanya kwake kupitia Petro na Yohana haikuwa msaada, ilikuwa ni kumwezesha. Kumwezesha maana yake ni kumbadilisha kutoka kutojiweza
awe anayejiweza. Kwa hivyo saa hii sio tena asiyejiweza, ila anajiweza. Ndio maana ametaja vitenzi 7 kinavyotokana na kwamba amewezeshwa. Saa hii wanaenda na yeye, wanaingia hekaluni, na alikuwa hawezi kuingia. Kwa nini hawezi kuingia? Kwa sababu walikuwa viwete. Ni mojawapo ya orodha ya watu ambao hawakupasa kuingia hekaluni, na yuko kwenye Agano la Kale. Na sasa cha ajabu ni kwamba Petro na Yohana walifanya kile Mungu alichotenda kwao kupitia kwao kwenda kwa yule mlemavu, huyu kiwete, bila kuviolate, bila kuathiri zile kanuni zilizoko kwenye jamii. Nitaeleza kidogo mwishoni hapo. Kwa hivyo walichokifanya ambacho Mungu alifanya ilikuwa ni empowerment, ni kuwezesha. Wakamtoa kutoka ombaomba na kuwa anayemsifu Bwana, kutoka kuwa tegemezi kuwa anayejitegemea. Ikiwa mimi nitatoa huduma iwe inagusa hapa ama pale, lakini haiwezi kumfanya ajitegemee, ninatoa msaada. Unaweza ukasema ni jambo zuri tu, ngoja nisogee karibu kidogo uone kwamba ni nini. Wengi wetu tunaweza tukatoa tabasamu kwa watu waliosaulika, tukatoa tabasamu, tukatoa tu tabasamu basi. Ni kweli tumetabasamu katika maisha yao, lakini Matendo sura ya 3 inasema hapana, kuna zaidi ya kutabasamu kwa ajili ya huyu. Ya pili, kuna wanaotoa msaada, wanambeba, wanamleta hapa, wanambeba tena, wanamrudisha. Lakini Yesu anasema ina changamoto hiyo, kwa sababu mbingu zina agenda ya kuempower. Ndicho kinachozungumzwa pale. Sasa hiyo ikoje? Nikitoa fedha, toa mfano kwa huyu anayeomba, nikampa fedha, sijafikia hatua hasa inayotakiwa. Kwa nini? Ingelikuwa ni swala la fedha, huyu mtu asingekuwa hali hii alionayo. Walikuwa wanampa fedha, lakini alikuwa anakuja kila siku, wanambeba wanamleta, wanambeba wanamleta, wanambeba wanamleta. Madhara ya kutoa fedha ni hivi: unamfanya huyu anayepokea, kwa sababu habadiliki, ninamfanya awe tegemezi kwangu. Nisikize vizuri hapa, anakuwa tegemezi kwangu. Kwa nini nataka awe tegemezi? Pengine hii itakuwa lugha ngumu kidogo. Kitendo cha kuwa tegemezi maana yake uendelee kunifuata, uendelee kuja kwangu, uendelee kuniomba msaada, ambalo hilo likifanyika tena na tena na tena. Unajua lugha za Biblia zina nani ya ajabu sana. Unamfanya akuabudu. Angalia jambo hili vizuri sana. Ni kwa nini mbingu haziridhiki na jambo hilo? Kwa sababu kama hatuwezi kuwasaidia wanadamu wenzetu kujitegemea na tunapalilia kuwa tegemezi, maana yake tunataka sisi ndio tuwe maarufu kwao, tunataka watunyenyekee, tunataka watuabudu. Petro na Yohana walijua hilo, wanataka kwa jina la Yesu asiwe na wao, awe na Yesu. Asiendelee kuwa mhanga mikononi mwa wabebaji, lakini hawezi kujongea mwenyewe. Kwa hiyo kinachofanya tusiweze kuwa empower watu huwa ni kiburi chetu cha nafsi. Ndicho kinafanya tusichukue hatua zaidi ya kutoa msaada. Kwa hivyo tunawataka waendelee kuwa hivyo tegemezi. Sasa kwa mfano,
Umekuta mtu anaomba pale kwenye barabara pale, anaomba, ana kakopo, ili uone tu vizuri kwamba tunachokifanya sio kizuri. Unachukua hela mfukoni, kama shilingi ngapi hivi pastor? Tunatoa 1,000 au 5,000 kama umejitahidi. Unampatia, na bado anaendelea kukaa pale. Kesho utamkuta ama utamkuta? Nauliza, kesho utamkuta ama utamkuta? Hapo ulimuempower ama ulimuhelp? Kwa hiyo tunataka huyo mtu akae hivyo hivyo mpaka atakapoenda kaburini, ili uone ya kwamba ni jambo baya sana. Ndio maana Mungu anataka tuweze kujua juu ya jambo hili. Mtu ni yule miongoni mwa kina dada wale ambao maisha ilifikia hatua anaishi kwa ajili ya kujiuza. Sasa unampelekea injili, sawa, anabatizwa. Baada ya hapo umemsaidia, mmenyamaza. Nawauliza watu wa Mungu, tutakuwa tumemsaidia? Ukimkuta amerudi kule, ameenda tena kuomba, unafanyaje? Ukikuta wale ambao wameathirika kwa madawa ya uraibu, hivi unampa msaada gani? Unampa msaada ambao, samahani bro, naomba chakula leo sijala, unampatia. Umetoa msaada. Hiyo uliompatia hiyo, unatazamia atatoka hapo alipo? Nauliza, atatoka hapo alipo? Hapana. Ndio maana swala la kutoa msaada linapaswa litoke hapo liende kwenye kuwezesha. Maana yake hicho tunachofanya kinabadilisha kutoka utegemezi kuwa kumtegemea Mungu, kutoka omba au anayemsifu nani? Mungu. Ndicho ambacho hii sura inaleta mbele ya kanisa, mbele ya familia zetu na mbele ya mtu mmoja mmoja. Ndicho kinachozungumzwa. Kwa hiyo tunatazamia kama ni watu wenye uraibu tunapeleka injili. Maana yake kama tunahusika mimi na familia yangu juu ya jambo hilo, maana yake lazima tujue huyu ana uraibu, ndio tunampeleka kwenye hizo sober house. Ninaenda ninalipia ili asikae atumie tele madawa, asikutane nayo na matibabu atakayofanyika. Lakini atakapotoka kule akili imerudi, sasa anaishije? Maana hana chochote cha kufanya. Natazamiwa kama familia nichukua hatua, nimeweka bajeti, basi nampeleka. Unataka usome nini? Cherehani, ufundi seremala, kitu gani? Ili nimuwezeshe aweze kuishi kwa kazi iliyo halali ya siku 6. Lakini kama hatuwezi kufika hapo kama kanisa na kama familia, tunatoa msaada. Huyu ni jirani tuko naye, mvua zinanyesha kila mwaka na analima vibarua, hajawahi kulima shamba lake hata eka ngapi, kwa sababu akifanya hivyo anaona muda haupo. Kwa sababu ni kwa kilimo hicho ndio anapata anunue mboga aweze kula. Na wewe unamtapatia hela ya nyanya, unampa hela ya nini? Kwa nini usikae naye ili wakati wa kilimo umwambie nenda ulime shamba lako, mimi ndani ya kipindi hiki nitakupatia hela ya kula ili ulime shamba lako? Ikiwa yeye kila mwaka ndivyo alivyo na unajua anaumia, ni maana yake ya kwamba hajawa transformed, hajawa empowered, hajawezeshwa kutoka hatua ile aende nyingine. Na ndio maana hata kama ni mamlaka ya nchi yetu, serikali zetu, ikiwa zinatoa msaada, wanasema tunatoa msaada kwa wananchi, lakini hawawezi kujitegemea, ila wanakuwa hivyo, wanapokea, hakuna chochote kile. Maana yake ni kwamba tunafanywa kuwa watumwa wao. Tunakuwa makinda ya ndege yanayoachama, yawezi kuruka kwenye kiota,
Nyuma kwenye yokta, mama na baba walete chakula, wadondoshe chakula, waendeshe. Maana yake kila mamlaka za nchi, jamii na watawala wana agenda ya kuempower watu ili walime wao wenyewe. Kesho tutawatoa hapa, tuwafikishe hapa ili wafanye hiki na kile. Kama ni wale ambao kwenye jamii tabia ziko mbaya, tunawapeleka maeneo ambayo wabadilishe tabia. Maana yake tumejipanga kama kanisa. Ikiwa tunapeleka injili kwa waraibu, peleka injili kwa hao dada poa, peleka injili kwa hao ambao ni walevi, mwisho wa siku ni huu. Je, atarudi kule? Kwa hiyo wako watakaohitaji msaada wa kuempower kwenye akili zao ili wajue namna kuishi. Kwa hiyo kuna muda unahitajika wa kumwona huyu akiwa mbele, kesho umkute sio tena huyu. Ndio maana pale Dar es Salaam pale ambako wakati wa mataa, kwa sababu ya traffic jam wa magari bado mengi, unashangaa taa nyekundu, wale watoto wamechangamka pale, anakuja haraka haraka, ana wiper, ana mafuta, ana maji ya sabuni, anafuta pale ili uone ya kwamba na sisi tuna matatizo. Na unasema bana, namhurumia mtoto, maana unajua ndio hivyo anavyoishi. Unampatia hela ulionayo, unampatia elfu ngapi? 1,000 ama 2,000, ama kwa huruma unampa 10,000. Lakini kama ingekuwa kweli tuko serious, maana yake namwambia ingia kwenye gari, nipaki naye nje hapo kwanza, nipaki naye, halafu nimuulize unaishi wapi, wazazi wako wako wapi? Wako kule. Sehemu gani? Sawa, anaomba niende nipeleke. Hivi kweli hivi ndivyo tunavyofanya? Eta anafuta gari kioo, anasafisha, na mpatia shilingi 1,000. Halafu anasema kwamba wapi wanaosaidia? Hiki ndicho Petro alichoona huruma. Miaka yote anambeba na mleta pale, hakuna waliomuempower. Kama unasema pasa wangelifanyaje? Maana hawana uwezo, ni kwa jina la Yesu. Hawana uwezo kivipi? Sio wangefanya namna yoyote ile, wangetafuta shamba, wampatie mtaji, watu wanaoleta ng'ombe, anawapatia na maziwa, wako wanaokamua ili aendelee kuishi. Sasa anaweza kufanya kazi, anaweza kujirisha, anaweza kusukuma maisha yake. Lakini ni wakumbeba, peleka kwenye lango la uzuri, beba leo pia rudisha nyumbani, maisha yake yote. Halafu tunasema tunatoa msaada. Mbingu zina agenda kwa kanisa Maria, kwa familia zetu, kwa mtu mmoja mmoja, zina agenda. Ikiwa tutaishia pale, tunataka tuwe miungu kwao ili watu waabudu sisi. Lakini Biblia inaeleza hapana. Ni sawa na swala hata na watoto ulio nao, hatuwalei ili wawe tegemezi kwetu, ila tunawaempower wajitegemee. Katika masuala ya kiroho, lea mtoto ukijua nikiwa nimeshakufa leo, je, anaweza kuwa na Yesu? Ndio maana unafanya utambulisho kwa mtoto huyu kwa jina la Yesu, asimame aende. Ataenda JKT kwa jina la Yesu, atasimama kule. Ataenda chuo kikuu, atasimama. Ataenda popote, atasimama. Wote wanaotaka rushwa kwa ajili ya mitihani, rushwa kwa ajili ya kwata, rushwa kwa ajili ya nini, huyo mtoto kama ni kwa jina la Yesu amewezeshwa, atasimama. Na ni kazi ya mzazi na mlezi. Kwa hiyo ndani ya moyo aweze kumsifu Bwana, asimame kwa miguu yake, amsifu Bwana, afanye maamuzi yeye na Mungu wake kwamba yuko hapa ama yuko safari, yuko nchi za mbali ama yuko mkoa mwingine. Ikiwa utalea mtoto namna hiyo, maana yake umemuempower kwa jina la Yesu. Lakini ikiwa ni wewe huko pale, wanaenda kanisani kwa sababu upo, wanajua sabato imekuja kwa sababu wewe uko pale, msinyooshe, masaa matakatifu yameshafika. Sasa ukisafiri, nani wanawakumbusha? Maana yake mpaka waempower kwa jina la Yesu, wajue wana Yesu. Sasa hii ni Petro na Yohana wanaenda kuabudu, na yeye pia anaenda kuabudu, akawa miongoni mwao. Kwa hiyo kama ni kiuchumi, unaishi na jirani yuko namna ile, maana yake ufanye ni kitu gani utafanya. Maana sio lazima kwamba utakuwa na kitu kikubwa, lakini ulicho nacho kiongeze ukufikiri kwake na akili yake, kimchukua hatua moja kwenda mahali pale. Yaani hicho ndicho mbingu zinachoshughulika nacho. Nilikuwa nazungumza na Emmanuel Mkoro, ni kuombe uje hapa kidogo. Chukua maiki hapo kwa dakika moja tu.
Kuna wakati maana ninashiriki hili somo pale ofisini. Sasa baada ndio akaja akaniambia, bwana, nimeelewa ni kwa nini hiki nilichokiona siku moja. Hebu usimulie tu kidogo hapo Emmanuel Mkoro. Mtumishi mwenzetu pale ni transport officer wa jimbo. Ngoja tueleze. Siku moja nilikuwa nikipita katika mitandao ya kijamii, nikaona kisa hiki cha ajabu sana, nikalileta na hili somo la leo. Niliona mtu mmoja akipita na gari yake, pembezoni mwa barabara kulikuwa na omba. Amekaa kama alivyokaa hapo mseminishaji wa alama za hao wenzetu. Alipofika pale akamtizama mtu yule, akapita. Kesho yake akamkuta tena pale, akasimama kwenye gari, akashuka, akaingiza mkono mfukoni, akatoa pesa kama 40,000. Akawa kama anataka kumpa, baadaye akazirudisha, akaziweka mfukoni. Akaondoka kwa kutembea kwa mguu, akaenda akanunua katoni kama 3 za maji ama 4. Akaja akamwekea pembeni yake hapa, akamwekea na kamwamvuli, akamwambia badala ya kuomba sasa uza maji. Tendo lile lilikuwa linashuhudiwa na watu wengi, maana ni mjini, walikuwa wanapita pita pale. Watu wakaja wakashambulia yale maji, wananunua. Kesho yake tena akapita yule bwana, akakuta yule bwana ameongeza katoni, zilikuwa 4, sasa zimekuwa kama 6 hivi. Aliyekuwa ameongeza sasa ni nani? Huyo ombaomba mwenyewe. Yeye mwenyewe ombaomba. Akaongeza katoni zikawa zaidi ya 4. Zaidi ya 5. Yule bwana akashuka tena kwenye gari, akaja kanua naye maji moja, lakini akatoa shilingi 20,000. Badala ya shilingi 500 au shilingi 700 au 1000, akatoa shilingi 20,000. Akachukua maji moja, akaondoka. Baada ya siku 3, anasema ile clip inavyoonekana pale, baada ya siku 3 yule ombaomba alikusanya mpaka na watoto wake wamsaidie, maana maji yalikuwa ni mengi sasa, sio katoni 5 tena au 6, yalikuwa ni mengi kweli kweli. Mwisho nikaona watu wa kama manispaa nini wanamwambia sasa hapa kutoshi tena, wanamwambia aondoke sasa, tata eneo kubwa, kama ni frame ama ni kitu gani, sehemu kubwa watakayofanyia biashara yake. Ile clip ikaishia pale kwamba sasa ondoka, eneo hili halikutoshi tena. Ni kitu ambacho kinazungumzwa pale ni kwamba yule alimsaidia ama alimwezesha? Mnaona alifanyaje? Alimsaidia ama alimwezesha? Maana yake tayari ana shughuli yake anayoweza kufanya. Yesu anapotutaka tufanye hivyo ni kwamba anarejesha thamani na heshima ya utu ndani, value pamoja na dignity, human dignity. Na ndio maana utaona ile Luka 16:3, yule wakili ambaye alionekana afanye vizuri katika uwakili wa bwana wake, alipoambiwa toa mahesabu maana una shida kwenye uwakili, alichosema kulima siwezi, hiki siwezi. Alichosema kingine, alisema kuomba naona haya. Kuomba maana yake ni kiwango cha kinashusha ile utu wake, human dignity, ile tabia inashuka chini. Ndio maana Paulo anawaandikia Wathesalonike mtu afanye kazi ale chakula chake mwenyewe, kwa sababu asipofanya hivyo anakosa adabu. Ndivyo anaandika Paulo pale, utu wake unashuka na anakuwa mtu wa kusengenya watu wengine. Yani ombaomba ni maisha ya kushusha utu na thamani, lakini Kristo anapotutaka sisi, anataka kwa jina la Yesu thamani na utu wao iweze kurejea. Ni namna gani tunaweza tukafanya kutoka hatua hii kwenda hatua ile? Ni ile ambayo tunajua thamani yao. Ni maisha yamewafikisha hapo, lakini bado wao ni wa thamani. Calvary inatangaza thamani yao na utu wao. Kwa hiyo ni sisi ambao tunaweza tukafanya kitu fulani, ama ni katika akili zake, ama ni katika kufanya nini, ama ni katika maarifa ambayo itasaidia aweze kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ndio maana somo linasema kwamba kuwatunza na kuwajali waliosahaulika. Mungu wetu atubariki kwa jina la Yesu. Amina.